Kuna kitabu kimoja kidogo hivi nilikuwa nakisoma. Sasa katika kusoma, katika kuperuzi peruzi, nikakutana na aya moja katika moja ya kurasa zake ambayo nimeisoma kidogo, imenigusa moyo, nikasema nijaribu kushia na wewe. Katika mistari yake ile aya ilikuwa inazungumza kwamba watu wengine wanakufa ama wanaishi katika mazingira ya umaskini si kwa sababu hawana uwezo wa kutengeneza mafanikio katika vipimo vya jumla vile ambavyo tunavifahamu vya mafanikio, isipokuwa wanaishi kinyume na kusudi au sababu ya wao kuumbwa kuja duniani. Kila mwanadamu ambaye unamuona hapa duniani hajaja kwa bahati mbaya. Kila mtu Mungu amempa sababu ya kwa nini yupo duniani. Ndio maana wengine leo wanakufa, lakini wewe unayenitazama unaendelea kuishi. Maanake kuna kitu Mungu bado anataka uaccomplish. Ndio maana ukisoma katika Biblia katika kitabu cha Yeremia pale sura ya 1 anasema, kabla hujazaliwa nalikujua, tangu ungali tumboni mwa mama yako nalikutakasa. Maanake kabla haujaonekana katika uso wa dunia, Mungu alipotengeneza mpango wako wa kwamba wewe uje duniani, tayari alishakuwekea sababu kwamba unakuja duniani kufanya nini, sio kuja duniani kwa bahati mbaya. Sasa nilivyosoma kile kitabu kidogo nikawa nimesisimkwa, nikaangalia mataifa kama ya kwetu haya Tanzania, tuna struggle sana kuendelea kiuchumi. Tuna struggle sana katika level ya familia, katika level ya mtu mmoja mmoja, na katika level ya taifa. Ni kwa sababu watu wengi tunaishi tofauti na sababu ya kwa nini sisi tumekuja duniani. Yaani sababu ya sisi kuumbwa iko hivi, alafu sisi tunaishi upande huu. Kwa hiyo ikifeli katika level ya familia, inakuja katika level ya jamii, utakuta jamii hiyo ina watu maskini, lakini ndo inakuja tena katika level ya kitaifa, ndo unakuta kuna vilio vikubwa vya maendeleo ya kiuchumi, lakini pia inaanzia katika maendeleo ya kiroho. Sasa tunafanya nini? Nilikuwa nasoma Bible story ya Nabii Samueli, nikawa na dadisi naona namna ambavyo Mungu alimwita Samueli akiwa mdogo. Sasa nitakupa kwa ufupi kidogo story ya Samueli. Samueli akiwa mdogo sana alikuwa ni mtoto ambaye alipenda sana kukaa hekaluni, na Biblia inasema pale alipenda kulala karibu na sanduku la Mungu. Kwa hiyo kwa wale wa Kristo labda wa Katoliki, tunaweza tukasema alipenda kukaa karibu na tabernakulo ama Yesu Ekaristi, kwa yale makanisa ambayo yana sehemu za kuabudia. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwa ujumla alipenda sana kukaa katika nyumba ya Mungu. Sasa siku moja akiwa amelala, Mungu alimuita. Nafikiri hii story ni maarufu sana. Mungu alimuita akiwa usingizini, akamuita Samueli, Samueli. Samueli alivyotoka usingizini haoni anayemuita, lakini katika hekalu lile kulikuwepo na kuhani mmoja anaitwa Eli. Sasa Samueli akamwendea Eli akijua kwamba Eli ndiye amemuita. Alivyoenda akamwambia, umeniita? Eli akasema, mimi sijakuita. Akamwambia, rudi ukalale. Samueli akarudi kulala. Samueli alivyorudi kule, Mungu akamuita tena akiwa ndotoni, Samueli, Samueli. Samueli akastuka, akamfuata tena yule kuhani, yule mzee. Ambia, vipi, unasema hujaniita lakini nasikia sauti inaniita. Yule kuhani Eli akamwambia, hapana, sio mimi, rudi ukalale. Samueli alivyoenda kulala akaitwa tena mara ya 3 akiwa kijana mdogo, Samueli, Samueli. Samueli akastuka, duki akamwendea yule kuhani Eli akamwambia, lakini unaniita. Sasa yule kuhani akagundua kwamba no, Samueli anaitwa na Mungu. Huyu mtoto kuna kitu Mungu anataka azungumze naye. Ndio akamwambia sasa kwamba nenda ulale, ukiitwa tena itika hivi, sema hivi, sema Bwana, naam Bwana, sema nami mtumishi wako nasikia. Kama atakuwa sijaikoti vibaya, lakini kwa ujumla iko hivyo. Akasema, naam, nena Bwana, kwani mtumishi wako anasikia. Kwa hiyo akamweleza Samueli namna ya kuisikia sauti ya Mungu na kuitikia. Basi Samueli alivyorudi kulala, ule mtoto Mungu alivyomuita, ndo Samueli akaitika, nena Bwana, kwani mtumishi wako anasikia. Sasa
Kwa kifupi nitaishia hapo, lakini ukisoma hiyo stori ya Samueli kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza utajua sasa kilichofuata baada ya hapo, jukumu kubwa ambalo Mungu alimpa. Kwa hiyo nataka kusema nini? Mungu kuna namna anataka kusema na watu katika umri mdogo, lakini inawezekana mazingira ambayo tunaishi ndio yanatufunga tusisikie sauti ya Mungu, lakini pia watu ambao tuko nao hawatusaidii kuitambua sauti ya Mungu na kuitikia. Sasa Samueli anatueleza mazingira kwanza. Mungu alimkuta wapi? Mungu alimkuta katika hekalu. Samueli alipenda kukaa karibu na Mungu, kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kuisikia sauti ya Mungu, lakini kuisikia akaipeleka kwa mtu sahihi ambaye angemsaidia. Kwa hiyo katika mazingira ambayo tunaishi tunakutana na watu ambao wanaweza ama kutusaidia kuisikia sauti ya Mungu na tuweze kuishi kusudio lake, au kutoisikia kabisa. Kwa hiyo hapa kuna kitu cha kujifunza. Wazazi, mtoto wako muda mwingi anakuwa katika mazingira gani? Mtoto wako muda mwingi anaongea na watu gani? Yuko na akina nani? Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo kama mzazi unapaswa kujiuliza kwa kuizingatia stori ya Samueli. Kuna funzo kubwa hapa ambalo tunalipata. Mwanao yuko na akina nani muda mwingi na yuko katika mazingira gani? Kwa hayo mazingira na watu ambao wanatembea nao mwanao ndio atamsaidia kuisikia sauti ya Mungu na kupata kusudio la kwa nini yeye yupo duniani. Na kuanzia hapa ataanza kutembea katika kusudio la Mungu, na hata akiwa mtu mzima atakuwa anafanya kazi ambayo Mungu amemwitia, na ni rahisi sana kufanikiwa mapema. Sasa kinyume chake, watoto wetu sisi wako kwenye madude yale ya kubetia. Utawakuta wako kwenye pool table. Sasa hivi ukienda kwenye pool table unakuta watoto wadogo wanazunguka, wako katika mazingira ambayo kimsingi kwa kweli hayawezi kuwasaidia. Kwa hiyo tuwasaidie watoto wetu waisikie sauti ya Mungu, wajue sauti ya Mungu mapema, na kila mzazi ama kila familia ikiwajibika katika mazingira hayo, basi tutajikuta tuna jamii ambayo baadaye ina raia ambao wanaishi kusudi la Mungu, na ni jamii ambayo imefanikiwa. Kuna mazingira ambayo yanaweza kukufanya usiisikie sauti ya Mungu mapema, lakini baadaye, maana wengine wamekuja kuisikia baadaye kwa kuchelewa, lakini wengine hawajaisikia kabisa mpaka wanakwenda kaburini. Kwa hapo sasa ndo utakuja kutofautisha mtu aliyefanikiwa na ambaye hajafanikiwa, na hapo ndo tukienda siku ukifa, ule wasifu wako sasa ndo utatueleza uliishi kusudi la Mungu ama la, kwa sababu ni vitu ambavyo vinazungumzwa. Uliishije? Ulifanya nini? Asanteni kwa kunisikiliza, tukutane wakati mwingine.